Angalia masala ya zaka. Zaka ni wale wenye uwezo wa mali ndio wanawajibika kutoa zaka. Wewe huna uwezo wa mali, hautoi zaka, wewe ndio unafaa kupewa. Na wale ambao wana uwezo wa mali yenyewe, lazima mali yao ifike kiwango ambayo sheria imeweka, ambayo inaitwa nisab. Kama haijafika kiwango hicho, wewe huwajibiki kutoa zaka. Na kiwango ziko aina mbili. Kuna kiwango kwa mikdari ya kutumia kipimo cha dhahabu, na kuna kiwango cha kutumia kipimo cha fedha. Fedha ni kwa watu wa chini, wamesema wanazuoni. Kutumia fedha ni kwa watu wa chini ambaye mali yao ni ya chini, zaka yao pia inakuwa ni ya chini. Lakini zaka kwa dhahabu ni gramu 85 ya dhahabu kwenda juu. Maana yake gramu 85 ya dhahabu, gramu moja ya dhahabu sasa hivi ni zaidi ya shilingi 10,000 za Kenya. Ina maana gramu 85 ni takriban 8,500,000 ya Kenya. 8,500,000 ya Kenya kwenda juu ndio wewe unawajibika kutoa zaka. Ukiwa na 8,840,000 wewe hutoi zaka, wewe unafaa kupewa mpaka ifike ile kiwango ambayo sheria imeweka. Mfano, wewe una duka lako, duka umefanya mahesabu, ukapiga stock taking, ikapatikana mali yote ulionayo katika duka imepita ile kiwango ambayo sheria inataka, basi utatoa 2.5% kwa mwaka. Kwa mwaka 2.5%, 2.5% kwa mwaka. Mfano, ukiwa wewe una milioni 1 ya Kenya, milioni 1 ya Kenya ni sawasawa na milioni 22 ya Tanzania. Milioni 1 ya Kenya zaka yake ni shilingi 25,000 ya Kenya. Bas, katika milioni 9,975 ni yako wewe, itumie unavyotaka wewe. 25,000 peke yake ndio ambayo utakaitoa wewe. Mungu ametufanyia sahali kwa kweli, ndugu zangu. Yaani unatoa kwa mwaka. Ukija mfano kwenye zaka ya wanyama, mpaka ufikishe ngamia 5 ndio utatoa ngamia mmoja, utatoa mbuzi mmoja. Ngamia 5, ukiwa na ngamia 4 hutoi zaka, wewe ndio unafaa kupewa zaka. Ngamia 5 kwenda juu, ukiwa na ngamia 5 mbuzi mmoja, ukiwa na ngamia 10 mbuzi 2, ukiwa na umezungukwa na mwaka ngamia 15 mbuzi 3, ngamia 20 mbuzi 4, ngamia 25 utatoa ngamia mmoja alofikisha umri wa mwaka ambaye ni mja mzito. Namna Mungu alivyotufanyia sahali. Ukiwa na ng'ombe mpaka uwe na ng'ombe 30 kwenda juu. Ng'ombe 30 utatoa ng'ombe mmoja. Mbuzi 40 utatoa mbuzi mmoja. Wakifika mbuzi 120 kwenda juu utatoa mbuzi 2 au kondoo 2. Mungu ametufanyia sahali. Angalia hawa ndugu zetu ambao tunaishi nao hapa duniani. Waingereza wanawaita Uncle Sam, Uncle George. Unawajua Uncle George? Ni hizi serikali za dunia hizi. Serikali zote duniani leo zinawachaji watu ushuru, na kila nchi imetofautiana. Kuna nchi ambayo wanawachaji raia wao kwa mwezi 20% ya biashara aliyofanya. Kuna nchi zingine 25%, kuna nchi nyingine 18%. Katika nchi yetu ya Kenya 16% kwa mwezi, na bado ukiongeza vitu vingine ndani yake, kuna malipo ya uzeeni, sio kuna malipo ya matibabu. Ukija kuangalia wewe, labda kwa mwezi unachajiwa ushuru 25% kwa mwezi, sio kwa mwaka, kwa mwezi. Ikiwa ni 20% kwa mwezi, na maana kwa mwaka unawajibika kutoa 240%. 240%. Subhanallah. Lakini angalia yetu ni 2.5% tu basi, tena kwa mwaka. Na hii 2.5% ya zaka hii, tarehe inaonesha zaka imewahi kuondoa maskini katika ardhi.
kama ilivyokuja wakati wa Umar ibn Abdul Aziz, zaka ilitolewa mpaka ule maskini aliyopewa zaka mwaka jana, mwaka huu yeye naye akawa anamtafuta mtu wa kumpatia zaka asimpate. Hakuna mtu kupewa zaka, watu wote mishahali yao imeshaboreka. Ndo khalifa akachukua hizi mali ikatiwa katika Baitul Mal. Wale vijana hawajaoa wakaozwa kwa pamoja. Mtu ambaye ana biashara yake akajaziwa mali kwenye biashara yake. Lakini angalia leo hizi ushuru duniani, kila wanapowachaji watu ushuru duniani, hali inazidi kuwa ngumu tu. Inaonekana kana kwamba hizi nchi zimeshindwa. Lakini kwa nini leo ndugu zangu zaka inatolewa na Waislamu bado wanapata tabu? Ni kwa sababu zaka haijatolewa namna Mwenyezi Mungu na mtume wake walivyopanga.